teknolojia imekuwa ikiboresha maisha yetu si binadamu. Zama za akili mnemba, binadamu ndio aitumie. AI imekuja kama badala wa binadamu. Wewe haufanyi maamuzi, haufikiri tena. Hii ndio hatari ambayo iko mbele yetu. Ongea na kocha. Kwa heri mashine, karibu tena binadamu. Karibu rafiki yangu mpendwa, picha yako pendwa cha Ongea na Kocha. Kwa rafiki yako kocha Dr. Makita Amani, daktari, kocha, mwandishi na mkufunzi. Na kwa hivyo tunajifunza maneno makuu matatu. La kwanza likiwa ni neno mafanikio, ambako tunajenga tabia na nidhamu sahihi ya mafanikio. Neno la pili likiwa ni kuhusu fedha, ambako tunajenga utajiri na uhuru wa kifedha. Na neno la tatu likiwa ni kuhusu biashara, ambako tunajenga biashara inayojiendesha bila kutegemea wewe moja kwa moja. Picha leo rafiki, unataka kuangalia eneo muhimu sana unaoita kwa heri mashine, karibu tena binadamu. Rafiki, sisi binadamu tumekuwa hapa duniani kwa miaka mingi. Ukisoma historia, ukisoma sayansi, ukisoma vyote hivyo vinaonyesha kwamba binadamu tumepita hapa duniani kwa miaka mingi. Na kwenye hicho kipindi tumepita zama mbalimbali, na zama hizi zilikuwa zikihesabika kulingana na teknolojia au zana zilikuwa tunazitumia kwenye utendaji wetu, kwenye majukumu mbalimbali. Kulikuwa na zama za kuokota, ambako binadamu alipata chakula kupitia kuokota matunda na vyakula vingine vipatikana kwa urahisi. Sawa. Lakini baada ya hapo uhaba ulipotokea kwenye vyakula vya kuokota, zikaja zama za mawe. Sawa. Ambako binadamu alitumia mawe kama zana ya kuweza kuchimba mizizi, kuweza kukata vitu na akapata chakula. Kwa hiyo binadamu alikuwa anatumia mawe, akawa ni bora zaidi kwenye kupata chakula chake, kwenye kujilinda kuliko ambaye alikuwa hatumii mawe. Kwa hiyo mawe yakawa ni zana, ni tools za kuweza kuleta matokeo ya tofauti. Sawa. Tukaja hapo tukata zama za moto, uvumbuzi wa moto. Moja ya vitu bora kabisa ambavyo vimetokea kwa binadamu ni uvumbuzi wa moto. Kudiscover fire. Ile ileta mapandizo makubwa, sababu sasa mtu aliweza sasa kuweza kupata ulinzi bora zaidi kupitia kuwasha moto, kuweza kupika chakula kupitia kuwasha moto, kuweza kupata joto. Kwa hiyo moto kaleta mapinduzi ambayo ni tofauti sana. Na ulikuwa ni hatari moto, kwa sababu sasa mtu mwenye moto anaweza kachoma kijiji kizima, anaweza kachoma eneo kubwa. Kwa hiyo ni zana, ni tool, lakini pia ikawa ni hatari pia. Kwa hiyo moto ukawa ni hatari sana. Ni hatari kwa sababu ni zana yenye nguvu ambayo ina uwezo wa kuunguza, wa kuharibu na kadhalika. Lakini binadamu akapiga hatua kwa kutumia zana hiyo ambayo ni moto. Sawa. Haya, tukatoka kwa zama za chuma, ambako zana kuu zilizo kwa kutumia chuma. Na chuma sasa ileta silaha, ikaleta zama za kuchimba, za kuvuna, za kulima, za kila kitu. Kwa hiyo binadamu akawa ni bora zaidi kwa kuweza kutumia chuma kutengeneza zana, kutengeneza silaha na vitu vingine vingi. Yakaja mapinduzi ya viwanda, ambako sasa binadamu ana moto na ana chuma, vilivyounganishwa ikatokea injini ambayo inatumia mvuke. Hii ileta mapinduzi makubwa sana kwa binadamu, ambako sasa binadamu waliweza kurahisisha majukumu ya kazi. Kwa viwanda vikawa ni zana ambayo inamsaidia mtu kuzalisha. Ikaja mashine mbalimbali, mashine za nguo, mashine za vitu gani, lakini zote zikawa ni zana ambazo zinasaidia sisi binadamu kurahisisha majukumu ya kazi. Sawa. Ikaja mapinduzi ya teknolojia ya habari, mawasiliano, tehama, ndio kompyuta zikaja. Ikaja internet. Zote hizi kwa ni tools, kwa ni zana ambazo zinamsaidia binadamu kurahisisha majukumu yake, kupunguza watu wanahitajika kwenye kazi, kupunguza muda wa kazi, kupunguza ugumu wa kazi, kupunguza juhudi za kazi. Kwa hiyo zimekuwa ni zana ambazo zinasaidia maisha yetu binadamu kuwa bora sana. Imekuja mitandao ya kijamii. Zote zilizama ambako sasa ule umbali baina ya watu ukaondoka kabisa.
watu wanaweza kuwasiliana wakiwa sehemu mbalimbali duniani. Mtu mmoja anaweza kawafikia watu wengi. Unaona vitu ambavyo zamani vilichukua muda mrefu sana, vilihitaji gharama kubwa sana, vilihitaji watu wengi, vinakuja vinarahisishwa kadiri teknolojia inavyokuwa bora. Kwa hiyo sasa tunachoangalia ni kwamba teknolojia imekuwa ikiboresha maisha yetu si binadamu, lakini imekuwa inakuja na zana au tools ambazo zinahitaji binadamu ndio azitumie. Huko nyuma binadamu alikuwa anafanya hivi vitu, sasa anapata tools, anapata zana ambazo anazitumia yeye kurahisisha yale majukumu yake ambayo anayafanya. Tunaona vizuri hapo Badala ya mtu alime kwa mikono, analima kwa trekta. Sawa? Ni zana hiyo imerahisisha kazi. Badala ya mtu kukata kitu kwa ugumu, anakata kwa panga, kwa kisu. Badala viwanda vikarahisisha majukumu yote ambayo binadamu awali alikuwa anayafanya kwa kuweka muda sana, kuweka juhudi sana na mambo ya aina hiyo. Sasa hivi ndio zama mpya sasa, zama za akili mnemba, artificial intelligence, AI. Zama hizi sasa zimerahisisha zaidi majukumu yetu si binadamu. Sasa hivi AI ina uwezo wa kufanya majukumu ambayo ungepaswa yafanye wewe, ukaiambia kama unavyoambia mtu, na ikafanya vizuri kabisa. Kwa hiyo tunafurahi, si ndio? Sisi tunafurahi sana kwamba sasa hauhitaji tena kuwa na watu wengi kwenye majukumu yako ya kazi. Unahitaji uiambie mashine nini cha kufanya. Unataka picha itengenezwe vizuri, unaambia bana, hii picha ondoa hiki na hiki na hiki, inafanya. Tunafurahi, AI inafanya mambo mazuri. Unataka kufanya utafiti, unaiambia na kufanya utafiti kama vile umwajiri mtu. Tunasema AI ni kama mfanyakazi, tunasema intern, ambaye umwajiri akufanyie majukumu mbalimbali. Tunafurahia kama binadamu, na ni kitu kizuri sana, ni hatua kubwa sana kibinadamu. Lakini tofauti ya AI, tofauti ya akili mnemba na teknolojia nyingine za nyuma ni moja. Teknolojia za nyuma tulikuwa tunategemea binadamu ndio aitumie, ndio aiongoze. Ilikuwa ni kifaa. Sawa? Sasa AI imekuja kama mbadala wa binadamu. Sio tena kifaa cha kutumiwa, bali ni kitu ambacho sasa kinakuja kufanya mambo chenyewe. Sina naelewa vizuri hapo rafiki? Yaani AI inakuja kufanya majukumu yenyewe. Sio tena kutegemea binadamu ndio ifanye. Sasa inaweza ikaelekezwa na ikafanya yenyewe. Na kwa sasa tupo kwenye hatua za awali ambako inabidi iambiwe ndio ifanye. Inavyozidi kwenda inaweza ikafanya bila hata kuambiwa. Sasa manake sehemu ya binadamu inazidi kuwa ndogo na kuendelea. Na sizungumzi hapa kwamba AI ni mbaya, kwamba tuachane na AI. Hapana, ni kitu kizuri sana. Ni teknolojia bora sana ambayo itasaidia sisi kupiga hatua. Inapunguza mambo mengi. Ukiangalia uhitaji tena watu wengi sana kufanya majukumu mbalimbali. Unaweza kuielekeza. Lakini sasa kila jambo zuri lina changamoto zake. Kila jambo ambalo linakuja bora lina mapungufu yake ambayo tusipoyazingatia yanakuwa na changamoto. Na changamoto kubwa kwenye AI ni nini? Au akili mnemba ni nini? Namba moja kubwa sana. Inatuondolea kile ambacho sisi binadamu ndio huwa bora kukifanya. Inafanya kile ambacho tukinatofautisha sisi binadamu na viumbe wengine kiwe hakina tena maana kwetu. Na hicho ni nini? Kufikiri na kufanya maamuzi. Kufikiri na kufanya maamuzi. Kufikiri maana yake tunatumia akili zetu binadamu kufikiri, na kufanya maamuzi tunatumia uzoefu wetu, hisia zetu, kisha kufanya maamuzi ya kuchagua ambacho ni bora zaidi. Sasa hili linapoondolewa na AI, ina maana tunabaki sasa binadamu tunafanya nini sasa? Maana yake kile ambacho si ni bora kinaondoka. Ni wanasema mara zote kinachofanya sisi binadamu kwa binadamu ni uwezo wetu wa kufikiri na kufanya maamuzi. Wanyama wengine wote tunafanana vitu vingi. Wewe na ng'ombe na mbuzi na simba mna macho mawili, mna ubongo, mna mdomo, mna miguu ya mbele na ya nyuma. Yote tunafanana. Chakula unakula, yote tunafanana. Tofauti ni nini? Kwa nini sisi binadamu tuna uwezo wa kumtega simba ambaye ni mkali sana? Tunamtega tembo ambaye ni mzito sana, twiga ambaye ni mrefu sana.
chui ambaye ana kasi sana. Kwa nini sisi tuna nini ambacho hawa wanyama hawana? Tuna uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi. Hawa wanyama wengine wanafuata mkumbo tu. Ushaona ile mkumbo wa kafaro nyumbu wanavuka wote wanaenda kwenye maji. Wanafuata mkumbo tu. Ukifunga kamba eneo kuna mbuzi wengi, ukafunga kamba ambayo inabidi mbuzi aruke. Mbuzi wa kwanza ataruka, wa pili ataruka. Ukiitoa ile kamba, mbuzi wanafuata wote wataruka. Hawezi kufikiria kwamba bwana sasa hivi kamba haipo kwa nisiruke. Bwana angalia mwenzangu karuka na mimi naruka. Sasa sisi binadamu kwa uwezo wetu wa kufikiri na kufanya maamuzi, tuna uwezo kuwatega hawa wanyama. Wametuzidi, simba ametuzidi ukali. Simba, wewe kupambana na simba utoboi. Lakini kwa akili yetu ya kufikiri na kufanya maamuzi tunaweza kumtega simba, tukamuingiza kwenye mtego, tukamfuga. Si ndio? Wewe huwezi kupambana na tembo kwa uzito. Tembo ni mzito. Lakini kwa akili yetu tunaweza kumtega tembo na tukamuingiza kwenye mtego wetu na kadhalika. Sasa akili mnemba inakuja kuondoa hilo sasa. Na hailiondoa kwamba tusifikirie, hapana. Inatufanya tusitumie hizo akili zetu kufikiria na kufanya maamuzi. Kwa hiyo tunafurahi kwamba sihitaji nataka tu sui kazi na iambia AI inanifanyia. Unafurahi, si ndio? Umepata kazi. Ndio, ni vizuri, lakini sasa tatizo nini? Tatizo ni kwamba hautumii akili yako kufikiri tena. Hautumii ule uzoefu wako kufanya maamuzi. Unachukua akili ya AI kufanya majukumu yako. Wewe haufanyi maamuzi. Wewe haufikiri tena. Unafurahia mwanzo, lakini unavyozidi kwenda ule uwezo wako unashuka. Kuna kanuni ya kibiolojia inasema kitu kinapotumika kinakuwa imara, kisipotumika kinakuwa dhaifu. Sasa kuponya biology unaipenda wewe. Katika kanuni za evolution, theory of evolution, kwamba law of disuse, use and disuse, kwamba kiungo usipokitumia kinakuwa dhaifu. Kwamba nyoka alikuwa na miguu, sasa hivi hana sababu alikuwa hatumii ile miguu. Sasa inakwenda hivyo, angata mkono wako wa kulia na kushoto. Mkono upi una nguvu? Kama unatumia kulia, mkono wako kulia una nguvu sababu unakuwa unatumia sana. Wa kushoto unaweza kuwa dhaifu sababu ulikuwa hutumii sana. Si ndio? Sasa ndivyo pia inavuja kwenye uwezo wako kufikiri na kufanya maamuzi. Kwa sababu ya AI, kwa sababu tunaitumia sasa AI kutufikiria na kufanya maamuzi, tunakuwa dhaifu sasa. Tutafurahi kwa tutapata maamuzi haya kwa urahisi. Lakini sababu tutumia akili yetu inadhoofu. Inakuwa kama mkono wako wa kushoto au kulia unakuwa dhaifu. Kwa sababu hautumii mara kwa mara. Na hii ndio hatari ambayo iko mbele yetu. Na Roba amesema kwa kipindi hiki hapa ambacho ndio cha ufunguzi cha kwanza kabisa cha mimi kuongea na wewe rafiki yangu. Kwenye kuongea na kocha, mimi naongea na wewe kwenye safari. Nasema hapana. Tuachane na mashine, turudi kwenye ubinadamu. Sasa naposema tuachane na mashine namaanisha nini? Simaanishi kwamba tusitumie teknolojia kabisa. Hapana, mimi sifikiri hivyo. Nimetumia sana teknolojia. Unaniona kwa sababu ya teknolojia? Ninachosema ni kitu gani? Ni kwamba turudi kwenye hali yetu sisi kama binadamu. Turuhusu kufanya mambo mengine yote, lakini sio mambo mawili. Sio kufikiri na sio kufanya maamuzi. Haya yabaki kwetu sisi kama binadamu. Pambana kwa vyovyote vile. Usikubali ujio wa teknolojia uondoe hili ambalo linatufanya sisi kwa binadamu na utofautisha sisi na viumbe wengine wote. Uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi, hilo libaki kwetu sisi. Tusije tukaliondosha kwa sababu tunategemea teknolojia. Hilo ni muhimu sana tulikumbuke na tuweze kulifanyia kazi katika hii safari. Sasa kwa nini nimefika hapa sasa? Nikitaka nikupe kwa nini nimesema sasa kwa heri mashine karibu binadamu. Mimi kama mwandishi, kama mkufunzi, kama yote ambayo tunayafanya, nilikuwa mmoja wa watu waliopokea vizuri sana ujio wa AI. Nilifurahia sana kwamba sasa mwanzo ilikuwa natumia kufanya utafiti, kwamba nataka kuandika kuhusu kitu fulani, badala ya kutafuta watafiti basi hebu nitafiti, tutumie AI kufanya utafiti. Kwa hiyo tutafiti, inatupa taarifa ambazo ni nzuri sana. Safi sana. Utafiti hebu tupate mawazo ya kuandika sasa. Tuandikie kitu gani? Hebu AI tupe mwongozo, tupe wazo gani nzuri kuandikia, mwongozo wa kuandika. Inaleta matokeo ambayo ni mazuri sana. Akasema safi. Kwa hiyo AI inaleta mawazo mazuri. Ikafika wakati ambao sasa
napata utafiti kwa AI, napata mawazo ya kuandika kwa AI, lakini naandika mwenyewe. Nikiandika nasema hebu AI, hebu iboreshe ile andiko langu, hebu boresha likae vizuri. Inaboresha vizuri sana. Kwa hiyo kumbe hata uhitaji kuwa na wahariri wengi, kumbe AI yenyewe nikipatia andiko langu inachukua vizuri sana. Kaenda sasa, ikafika hatua sasa kwamba kwani lazima niandike? Hebu niambie, niipe AI mwongozo, niipe wazo, nataka mwongozo, andika kwa namna hii hapa. Na ikawa inafanya vizuri sana. Sawa? Kwa hiyo kama mwandishi nafurahi sasa, naona kumbe sasa hivi sihitaji hata kukaa chini niandike, nikali sasa lazima naandika. Naweza nikaiambia AI, nikaiongoza, sikiliza, chukua maandiko yangu mengine haya hapa. Nataka kuandika kuhusu wazo hili fulani. Nipe wazo bora kabisa kuandika. Naandika somo au maneno yasipungue maneno 1000 kwa mfumo huu na huu na huu. Dakika 2 mzigo huu hapo. Mzigo huu hapo. Unafurahi kwamba sasa mbona kazi inaisha, mbona shughuli imeisha sasa. Yaani na uwezo wa kuzalisha maudhui bila hata kufikiria, bila hata kuumiza kichwa changu, akili yangu nifikirie, napata maudhui ambayo ni bora sana. Sasa ikawa ndio shughuli na kwenda hivyo sasa. Na baadaye sasa kugundua kwamba nazidi kutegemea AI kwenye uandishi, kwenye maudhui, kiasi kwamba naona sasa ule uwezo wa kufikiria. Yaani hata nikipata wazo na kwani AI inasema, yaani mbona nikashtuka, mbona akili yangu inaanza kutegemea AI? Mbona siwezi kujiamini kwenye wazo mpaka niende kwenye AI niseme nione inasemaje. Nione nikaiambie nisaidie. Nikasema hapana, huku tunakoelekea sipo. Katika siku yangu ya kumbukizi ya kuzaliwa tarehe 28 mwezi Mei, nilikaa chini na kutafakari safari ambayo nimekuwa nayo. Safari hii ya kusoma, kuandika na kufundisha. Nikiangalia kule ambako nimepanga kuelekea, kwa sababu ni shughuli ambayo nimepanga kufanya kipindi chote cha maisha yangu. Sitaacha kusoma, sitaacha kuandika, sitaacha kufundisha. Na nafanya haya kila siku. Nikaona hapana, kuna haja ya kurudi kwenye ubinadamu. Kuna haja ya kuachana na mashine na kuja kwenye hali ya ubinadamu na kufanya yale ambayo nayafanya vizuri mimi, ambayo ni mambo matatu: kusoma, kuandika na kufundisha. Na baada ya tafakari hiyo sasa, nimeazimia kwamba sitaruhusu AI, akili mnemba, artificial intelligence, iingilie maeneo hayo matatu. Sitaiambia AI nipe summary hiki kitabu nijifunze tu, hapana. Nitakisoma kitabu kwa kina, kwa kuelewa, kwa kuchukua notes kabisa. Najua kuna njia mkato ya AI ingekuwa rahisi zaidi, lakini hapana. Sitaki kuharibu kile ambacho kinanifanya mimi kuwa binadamu. Kwenye kuandika, ninarudi kwenye kuandika. Neno moja baada ya jingine. Ukisoma chochote ambacho nimekiandika, tambua nimeandika kwa mikono yangu. Neno moja baada nimelichapa mimi mwenyewe kama binadamu. Sawa? Unapokuja kwenye kuangalia mafunzo kama haya hapa, unapoangalia hii video, unaposikiza dakika 10 nazozungumza za kocha, unaposikiza wengine wote, ninaongea mimi binadamu, sio AI. Natambua kuna wepesi, kuna urahisi wa hata kutengeneza video kwa kutumia AI. Najua hilo, nilipesa sana. Lakini mimi kwako, kwa sababu nimechagua kazi yangu kuwa ni wewe, haya matatu hayataingiliwa na AI. Kusoma, ambako nitaendelea kusoma kwa macho yangu mwenyewe, kwa mkono wangu mwenyewe, bila kutafuta summary ya AI au kuonyeshwa na AI. Kuandika, nitaandika kila neno mwenyewe. Sitaki hata AI kwamba andike nije ni edit, nije ni hariri. Nimegundua ni kazi ngumu zaidi kuhariri kuliko hata kuandika. Taandika kila neno mimi mwenyewe, neno moja baada ya jingine. Tena nitamani ningeweza kuandika kwa kalamu na karatasi, lakini kwa sababu itakuwa changamoto sana kwako kusoma, itabaki kwenye kuchapa. Lakini itaandika kila neno utakalosoma, hakika unajua limetoka kwangu mimi. Sawa? Kila neno nimeandika neno moja baada jingine. Na unaponiangalia, unaponisikiliza, ni mimi binadamu halisi. Sawa? Mimi binadamu kama mtu.
sitaruhusu AI ingilie kwenye maeneo haya matatu. Lakini je, nachotumia AI? Hapana. AI naitumia mno kwenye kufanya tafiti, kwenye kuchakanua data, kwenye maeneo yote. Huwezi kukwepa. Sawa, hatuwezi kukwepa. Itakuwa huwezi kukwepa. Inarahisisha, sababu ningehitaji niwe na watu labda 3 4 kunisaidia mambo. Sasa hivi na watu wachache na AI, si ndio? Kufanya tafiti mbalimbali, kuweza kuchakata data mbalimbali, kufanya maeneo mengi. Yani ni sehemu ya maisha, tuweze kuikataa. Lakini ninachokisema ni kipi? Kile ambacho kinanifanya mimi kuwa mimi, sitakiruhusu kukipeleka kwenye mashine. Sawa? Nimekataa hilo, nimeliondoa hilo kwa sababu ninachokiona, na nataka kusanue pia rafiki yangu wewe. Ninachokiona ni kwamba imekuja teknolojia tumekimbilia sana, si ndio? Na tunaona ndio suluhisho, lakini matokeo yake nini? Matokeo yake vitu vinaanza kufanana sana. Tunapata inaitwa AI slope. Yaani ukiangalia hata matangazo ya watu siku hizi yote yanafanana. Posters zinafanana, rangi ni zile. Kwa sababu yote mnafikiria, ni kama wote mna akili sawa sasa. Sababu mnatumia kitu ambacho kinafikiria kwa usawa. Huyo maana yake tunakoelekea, ubinadamu itakuwa gharama kubwa, itakuwa premium. Itakuwa luxury. Ni kama unaenda hotelini unanunua soda kwa gharama kubwa ambayo mtano ungenunua kwa gharama rahisi. Maana yake utaona sasa hii ni ya binadamu, hii imetengenezwa na binadamu, sio AI, sio robot, sio mashine. Itakuwa na thamani kubwa zaidi. Kwa hiyo nataka kushauri wewe kama rafiki yangu, ni katika shughuli unazofanya, katika maisha yako unayofanya, chagua maeneo ambayo hutaruhusu kuitegemea AI. Na maeneo haya yahusishe kufikiri na kufanya maamuzi. Haya usiyaondoe, haya baki. Hata kama itakufanyia utafiti, bado wewe ndio ufanye maamuzi. Nimeona sasa hivi watu mpaka kujibiwa email, kujibiwa jumbe, kufanya tunategemea AI. Ni vizuri, maeneo mengi itakurahisishia mambo, lakini maeneo ambayo ni ya msingi, maeneo ambayo yanakutofautisha wewe na watu wengine, baki kuwa wewe binadamu. Hilo nakusihi sana kwa sababu ni muhimu mno. Katika zama ambazo tupo sasa, huku tunakoenda, kila mtu atakuwa anaweza kufanya kila kitu. Sawa? Nilikuwa naongea na mtu anasema kwamba kadiri hii mifumo pia inayokuja ndivyo ambavyo kompyuta zinataka iwe na ukubwa zaidi, iwe na memory kubwa zaidi, iwe na RAM kubwa zaidi, iwe na, yani tunahitaji. Kwa hiyo kila mtu sasa anatengeneza, kila mtu sasa hivi ni graphic designer, kila mtu sasa hivi ni video editor, kila mtu sasa hivi ni programmer. Sasa tunapeleka wapi ama kitu yote sasa? Tunatunza wapi ama picha tunawatengeneza yote? Ma video tunatengeneza yote. Tunatunza wapi sasa? Kwa hiyo tunazidi kuongeza vitu ambavyo havihitaji kabisa. Mtu mmoja akasema kwamba ujio wa AI hautapunguza kazi, utaongeza kazi zaidi. Kwa sababu sasa mtu alikuwa anashughulia, labda useme wewe ulikuwa ni mwandishi. Kazi yako ni kuandika tu. Ilikuwa shughuli yako ni kuandika. Ukitaka cover ya kitabu utampa mtu graphic designer afanye huko shughuli yake, sio kitu kingine afanye. Sasa unataka uandike tena udesign na cover ya kitabu pia. Haya, cover inakuja sasa imekosewa, sasa imekaa vibaya, unaanza kuiambia, unachukua siku nzima unaambia hilo neno usiandike falsafa, weka sio kitu gani. Hiyo kaa hivyo. Kwa hiyo unatumia siku nzima kufanya kazi ambayo haikuwa ya kwako. Sasa inafanya. Utafanya kazi mara 2 zaidi kwa sababu ya mashine. Kwa hiyo nataka uachane hii rafiki. Wewe kwa maana kitu cha kwamba mimi kwa AI nitaitumia kwa mambo haya, lakini haya msingi, haya core ambayo ndio yanatofautisha mimi, nitayafanya mimi kama binadamu. Na ili uweze kuyafanya sasa, endelea kuwa bora. Endelea kujifunza kwenye maeneo, endelea kufanya mazoezi mbalimbali kwenye maeneo. Sawa. Endelea kuwa bora. Usibweteke. Hata kama utaalamu wako unachukuliwa na AI. Nasema gazi wote, AI haitamuondoa mtu, haitamuondoa mtu mwenye kutumia AI vizuri. Atamuondoa mtu ambaye hawezi kutumia AI vizuri. Sawa? Na kwa nini ataondoa mtu ambaye hawezi kutumia AI vizuri? Sababu atakuwa anaipelekea ifanye maamuzi yenyewe. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuwa una maana sasa. Kama wewe uko hapa, yani hauna maamuzi unayofanya, hamna kitu kipya unachokileta kwenye hii kitu. Unahitaji kufanya nini sasa? Hata wateja waweze kukulipa. Unataka umuzie mtu kitabu ambacho umekiandika kwa AI, itakuwa ngumu sana. Unaona sasa mbona sijaanza tofauti hapa. Baki wewe. Baki binadamu. Tumia mashine katika majukumu ya kimashine, lakini bakiza ubinadamu kwenye maeneo ambayo ubinadamu wako unahitajika sana. Na yale maeneo ya msingi sana ambayo yanahitaji ubinadamu, pambana kwa binadamu. Endelea kuwa bora kama binadamu. Usikubali
kutetereshwa. Usikimbilie urahisi na wepesi. Mafanikio haya unayotaka hayatakuja kwa uwepesi. Rafiki, hili ndio nataka kuzungumza na wewe kama mwanzo mpya wa mimi kuzungumza na wewe rafiki yako. Sawa? Mimi kama kocha wako ninapozungumza na wewe nakupa yale ambayo ni ya msingi sana ambayo yatakusaidia wewe kuweza kupiga hatua. Na ili uendelee kujifunza kwa kina zaidi, umechukua hatua ya kwanza ambayo ni kuangalia hii video, kuangalia masomo ambayo ni bure kabisa kwako, vizuri sana. Sasa unapotaka kujifunza, unaona kama kuna kitu unataka kujifunza zaidi, kuna ngazi nyingine 2-3 za kwenda. Ngazi inayofuata ya kwanza ni mafunzo, maudhui uliyopata. Ya pili ni vitabu. Nimeandika vitabu zaidi ya 30 kwenye maeneo mbalimbali. Moja wapo kitabu hiki ni cha falsafa ya maisha ya mafanikio, eneo la mafanikio, na kitabu cha mashine ya kuchapa pesa, eneo la kujenga biashara, na kuna vitabu vya kama elimu ya msingi ya fedha kwenye eneo la kifedha, elimu ya msingi ya fedha kwenye eneo la fedha, na vingine vingi ambavyo tunavyo. Kwa unaweza kupata kifurushi cha mafanikio ambacho kinakujengea tabia na nidhamu ya mafanikio, kifurushi cha fedha au cha utajiri, kujenga utajiri na uhuru wa kifedha, na kifurushi cha biashara kinachokusaidia kujenga biashara inaweza kujiendesha bila kutegemea moja kwa moja. Unaanza na vitabu hivi, sasa unazidi kujifunza kwa kina zaidi. Na hiyo ni ngazi ya pili. Ngazi ya tatu sasa, wewe kwenye jumuiya ya washirika wa mafanikio. Watu wote ambao ni marafiki zangu katika maarifa, wanaopenda kujifunza na kuboresha maisha yao, nimetengeneza jumuiya, inaitwa jumuiya ya washirika wa mafanikio, Success Partners. Hapo sasa, kama umepata vitabu ninavyoviuza na mifumo ambayo tunayo, unakaribishwa. Tunakaa pale, tunashirikiana kwa karibu, unajifunza zaidi, ukiwa na maswali tunajibu, tunajadiliana vyema namna ya kuwa bora na kujenga mafanikio ambayo ni makubwa sana. Pia tunazo tools, tunazo zana mbalimbali. Tuna application ya fedha inaitwa Utajiri.tz, mambo ya fedha yanaanzia hapo. Tuna application ya kujifunza inaitwa Tanzania Academy, unaipata hapo kwenye vitabu pamoja na mambo ya mafanikio. Tuna application ya biashara inaitwa Mauzo CRM, unasema biashara yako hata kama uko mbali kabisa. Rafiki, yote unayapata, tuashia karibu sana ili uweze kupigia hatua. Kuingia kwenye programu hizi, kupata vitabu, kuingia kwenye jumuiya na kupata hizi zana, wasiliana namba 0760647171, 0760647171. Karibu sana rafiki, tufanye kazi pamoja. Karibu upate kwenye jumuiya ya mafanikio. Karibu uendelee kujifunza, unaongea na kocha na uweze kuwa bora. Asante na uwe na wakati bora.